Kwa hiyo huyu bwana akaitoa, thumma ghasalahu fi tasdin min dhahabin bimai Zamzama, akamuosha kwenye tasa. Tasa mnalijua Sheikh Hadi mjui tasa? Najua Sheikh Salim najua tasa bana, nani Pemba ya tasa wengine wanajua. Tasa ni chombo, chini kilikuwa kina mtungi, mdomo wake huku mpana umepanuliwa, ilikuwa kinatumika kwa mambo mengi, ima kunawia maji au kutawadhia, au pia ilikuwa inatumika kwa mtu mzee, usiku hawezi kwenda, anakujelea kwenye tasa na kwenda kumwaga. Haya ndio matumizi yake. Tasa tunaita tasa Kiswahili. Kwa hiyo vitu vilipotea miaka hii humu, lakini watu wengi walikuwa navyo. Ilikuwa na miaka hapa inatafutwa shaba, unanunuliwa. Sasa watu kwa shida ya hela umeuza vitu hivyo vyote, lakini kwani hii vilikuwa vimejazana mambo hivi ya shaba. Sasa ile tasa hili lilikuwa la dhahabu, na akamuosha kwa maji ya Zamzam. Thumma lamahu, kisha akamuunganisha, akamshona, kashona, ay jamaahu wa dhamma ba'dahu ila ba'd, akakusanya yani akaurudisha vile vile. Thumma aadahu fi makanihi, akaurudisha ule moyo pale mahala pake. Wajaa al-ghilmanu yas'auna ila ummihi, wakaja watoto wanakimbilia kumkimbia mama yake, sababu wamemwona yule mtu aliyefanya yale yote. Unaona, yas'auna ila ummihi, yani dhikrihi. Dhikri maana yake mnyonyeshaji, mwanamke mnyonyeshaji anaitwa dhikri. Na dhikri pia baba wa yani mume wa yule mama wanaitwa kwa Kiarabu dhikr. Faqalu inna Muhammadan qad qutil, hakika ya Muhammad aliuawa. Fastaqbaluhu wa huwa munqati'un lahu, wakaja na ile hali rangi yake Muhammad imebadilika, mutaghayyirun lahu. Qala Anas, amesema Anas ibn Malik, waqad kuntu ara athara dhalika al-makhit fi sadri. Anas ibn Malik Madina anasema nimeona athari ya ule mshono aliyoshona huko katika kifua chake. Anasema maana kwa mshono bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inaonesha kafanao, kashona na malaika na vitu vya kimalaika, lakini athari imebakia. Sasa nini Mungu kaibakisha? Mungu mwenyewe anajua. Ila ummihi alhanun, sasa anarudi tena kwa mama yake mwenye huruma. Wa khashiyat alayhi Halimatu ba'da hadhihi alwaq'a, yule Bi Halima baada ya tukio hili akaogopa. Baada ya tukio hili akaogopa, kwa sababu yule hakujua kwamba malaika, wala hakujua kile kilichotokea. Maana ndio baada ndio kupata maelezo sasa kutoka mwenyewe akachukua, hata raddathu ila ummihi, mpaka akamrudisha kwa mama yake. Fakana inda ummihi, akawa yuko kwa mama yake, ila an balagha sita sinin, mpaka kufikia umri wa miaka 6. Kwa kule katoka akiwa na miaka 4 kwa mama yake, kakaa miaka mingapi sasa? 2. Jumla sasa inakuwa
6. Sawa. Walaat Aminatu, Bibi Amina akaona wafaan lidhikra zawjiha, katika kutekeleza kumbukumbu ya mumewe Arrahil aliondoka. Mume wa Amina anaitwa nani? Mume wa Amina nani? Abdullahi, mume wa Bibi Amina ambaye ndio baba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akaona antazura qabrahu biyasriba, akaona ende akatembelee kabri yake kule Yathrib. Yathrib wapi? Yathrib Madina. Ule mji wa Madina ulikuwa unaitwa Yathrib. Kwa hiyo Sayyidina Abdullah baba wa Mtume kafia wapi? Yathrib, na kaziko. Fakharajat min Makkah, akatoka yule mwanamke kutoka Makka, khati'atan rihlatan, hali ya kuwa anakata msafara, safari tablughu nahwa 500 kilomita, msafara unafika kiasi cha kilomita 500, na kutoka Makka kwenda Madina kiasi cha kilomita 500. Imeandikwa kabisa mpaka sasa. Wa ma'aha waladuha al-yatim, na akiwa na mtoto wake yatim ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa khadimatuha Ummu Ayman, na msaidizi wake wa kazi Ummu Ayman, mtumishi wake Ummu Ayman al-Habashia, mtu wa Kihabeshi. Wa qayyimuha Abdul Muttalib, na babu yake Mtume anaitwa Abdul Muttalib, yani msimamizi wake Abdul Muttalib. Kwa hiyo Mtume kafiwa na baba, lakini babu yuko. Famakathat shahran, akaishi kule mwezi mzima. Thumma qafalat, kisha akaamua kurudi. Yule mama anaamua kurudi. Arudi wapi? Toke Makka Madina, arudi Makka. Wa bainama hiya raji'atun, alipokuwa sasa ameanza kurudi, illa lahiqa al-maradu fi awail at-tariq, yakampata maradhi mwanzoni mwa njia ya kutoka Madina kurudi Makka. Thumma ishtadda, kisha maradhi yakamshtadi, hatta matat, mpaka akafa. Mahala panaitwa bil Abwa. Al-Abwa baina Makkah wal Madina, mji uko baina ya Makkah na Madina. Unaelewa? Akazikwa kule mama, sasa kazikwa. Kwa hiyo Muhammad sasa hana baba, hana mama, na umri wake miaka mingapi? Miaka 6. Umri wake miaka uyatima unaendelea mpaka lini? Na baleghe, yatima anaishia kwenye baleghe. Ukifika kama 15 ni mwisho wa yatima. Usiseme jamii yatima, wewe ndio bomba, lakini yatima hauko. Usije ukakaa katika kambi ya kungojea misaada, na ile hali wewe ukifikia miaka wewe labda usaidie, una shida tu, kama una uwezo wa kujikimu, lakini sio yatima. Anarudi mikononi kwa sasa. Mtume anarudi mikononi kwa nani? Kwa nani? Kwa babu yake. Babu yake anaitwa nani? Abdul Muttalib. Waada bihi Abdul Muttalib ila Makkah. Ule msafara alikuwemo mzee, kwa hiyo karudi na mjukuu wake mpaka Makkah. Wakanat mashairu lhanuwi fi fuadihi tabu nahwa bihi, na ilikuwa hisia. Wakanat mashairu lhanuwi,
ikawa hisia za huruma na upendo fi fuadi ziko ndani ya moyo wake bwana, tanbu nahwa hafidhihi, zinakwenda zinavuka kuelekea nakimbilia kuelekea kwa mjukuu wake aliyatim, alladhi usiba bimusabin jadidi, aliyepatwa na msiba mpya wa kufiwa na nani? Na mama yake. Naka aljuruha alqadima, ambao umetonesha kidonda cha zamani cha kufiwa na baba yake. Faraka alaihi riqatan, akamwonea huruma, akamfanyia upole, akaishi naye kwa upole sana, upole ambao lam yarukuha ala ahadi min auladi, kufanya upole huu na upendo huo kwa watoto wake yote kuliko mtoto wake huyu ambaye mjukuu. Fakana la yada'uhu liwahdatihi almafruḍa, alikuwa hamwachi kukaa peke yake. Babu mzee Abdul Muttalib alikuwa hamwacha Abdullah wa Muhammad akae peke yake, bali yu'thiruhu ala auladi, bali alikuwa anampendelea huyu kuliko watoto wake wengine. Qala Ibn Hisham, amesema Ibn Hisham. Ibn Hisham ni mtunzi wa kitabu cha sira kinaitwa Sira Ibn Hisham. Anasema kana yudha'u li Abd al-Muttalib firashun, mzee Abd al-Muttalib alikuwa anawekewa tandiko pale Kaaba, mkeka mzuri yani wa wakati huo, ima wa ngozi ya wanyama au nini, vitu kama hivyo. Fi dhilli al-Kaaba, kivuli cha Kaaba. Fakana banuhu yajlisuna hawla firashihi, watoto wake walikuwa wanakaa pembeni wakati alipotandikiwa Abd al-Muttalib, hatta yakhruja ilayhi, mpaka atoke akenda pale ndio anakaa naye. La yajlisu alayhi ahad min banihi, athubutu mtoto yote kukaa katika mkeka ule, katika tandiko lile, ijlalan lahu, kwa sababu ya kumheshimu. Tofauti na malezi ya sasa hivi Sheikh Salim, kwamba kiti alichokalia mzee na mtu mwingine akija anakaa. Mimi mpaka miaka 70 hapa kwetu ilikuwa uwezi ukakalia mahala alipokaa mzee, mkeka kadadikiwa mzee kakaa, alafu kainuka, alafu wewe uje ukae. Ilikuwa haiwezekani, kwa sababu mwisho madaya 70 yani 71 72 ndio wangu alimalizika, kwamba haiwezekani zamani mtu ukae katika mahala alipotandikiwa mzee, uthubutu, kwa sababu hiyo ni dharau dhidi ya yule mzee aliyetandikiwa. Maadili hayo ndio yameisha, watu wanalilia maadili. Huyo anayetakiwa afundishe maadili hana maadili wala hajui chochote. Mimi natazamaga elewa kiti cha mzee. Kwa mfano tulikuwa na viti hapa, vitu vile vya kulala, nakumbuka kile ile hawezi kuangalia kiti cha mzee ndani, afu nao chukua hiyo hapo kalia, uwezi, haiwezekani, kwa sababu ya heshima ya mwenyewe huyo mwenye kiti chake. Kule kwetu wazee walikuwa na vitanda vidogo, anakalia hicho kwa shughuli zake kadhaa, hicho ukai. Sasa na wale walikuwa na vituko zaidi, wale wazee kule nyumbani zamani kwa vituko zaidi. Ukikosea step ukakikalia hicho, utainuka nacho, akibanduki hicho, hicho hakibanduki. Mtu mmoja sehemu moja inaitwa Garengwa, kama ukishajaribu kuna hii inaitwa Garengwa. Mtu mmoja kwa fedhuli yake tu alijifanya kwanza naye anajua uchawi, na alafu anaingia ndani ya nyumba ya yule mzee. Si mnanielewa kwa lugha hiyo? Sasa siku hiyo kenda kamkuta
Karibu bwana, yule mzee kainuka kaingia ndani. Yeye akasema mimi leo nakaa katika hichi kitanda chake. Anza kukalia, kuna kitanda maalum, kitanda cha gamba kinasuka kama cha kulalia, hicho cha kukalia. Yule bwana akaamua kukaa. Yule bwana kutoka nje, anamkuta yule bwana kakaa. Wewe umekaa? Haya bwana. Basi akamwambia mimi napenda mwambie bibi akupigie chai kwa siku ya asubuhi. Ikapikwa chai, ikaletwa mpaka pale. Yule bwana kanywa chai, unaona, na miego ya kuchemsha, kala kashiba tayari. Haya bwana, kwaheri. Ainuke, anainuka na kitanda. Miongoni mwa ada za kule, usithubutu kukaa kizingitini katika nyumba ya mtu. Umelizoa, hutoishi. Hutoishi kwa sababu umemtukana kweli kweli, maana unaonesha kwamba nyumba hiyo unaingiaga wewe. Sasa umeamua kumjulisha mwenye nyumba, kwa maana umethubutu kukaa kwenye kizingiti. Na walikuwa wamethubutu kukaa, maana walikuwa wameshajiandaa. Lakini ujiandae na uweke, utie, uingie kwenye maabara, uone kwamba maandalizi yako, je, umempita huyo? Na uone. Sasa unaingia kwenye maabara, wakati mwingine unakosea, unaona kama umempita, kumbe bado. Wako watu walikuwa wanaumia. Miaka ile ya nyuma, mtu kuwa na uchawi ilikuwa ni kujenga heshima. Lazima uwe na uchawi. Heshima nyingine zilikuwepo, si hivi kwa sababu ya hilo jambo hilo. Aadhana Allah min dhalika, kwa tu watu uchawi ni haramu, lakini ulisaidia kulinda heshima. Ulisaidia sana kulinda heshima, na ndio ulisaidia kwa kiwango kikubwa. Watu walikuwa wanaheshimiana kwa sababu wanajua hapa ni kivunja heshima, kiona cha mtema kuni hivi. Wale wazee walikuwa wanatumia ule uchawi kwa kulinda heshima. Sio leo mtu kulinda heshima anakaa kwenye kiti kirefu baba. Alinda heshima. Wangale kuambia gari nyingi kwenye kiti kirefu. Akae kule ufupi, sina mwingine ama mambo hayo. Kwa hiyo mzee amekuwa na mtoto wake huyu na watoto wengine hawa, lakini akitandikiwa hakae mtu. Ndio malezi yalikuwepo hapo Makka wakati huo. Fakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa ghulam jafr, akiwa mtoto kijana chipukizi mzuri, hata yajisa alayhi, anakaa pale maami zake. Mtume alikuwa anakuja anakaa katika ile firashi ya babu yake. Ami zake wanaambia wewe, wanamuondosha. Naona fayakhudhuhu a'mamuhu liyuakhiruhu anhu, maami zake wanamuondosha, wanamchukua wanamuondosha. Fayaqulu Abdul Muttalib idha raa dhalika minhum, mzee Abdul Muttalib akiwaona wale wanamuondosha, anawaambia da'u ibni, mwacheni mtoto wangu huyu, mwacheni huyu, ana nafasi ya kukaa hapa. Da'u ibni hadha wallahi inna lahu la sha'nan, huyu ana jambo kitoni, msidhanie kama watoto wengine. Huyu mtoto, yani yule mzee Abdul Muttalib, katika macho yake ya utu uzima aliona mtoto si kawaida, kutokana na zile taarifa ndefu za mpaka kule kunyonya mpaka kurudi na yule. Unaona huyo anajali. Thumma yajlisu ma'ahu ala firashi, akawa anakaa naye katika mkeka wake, wayamsahu dhahrahu, alikuwa anafuta mkono mgongoni kwake,
wayusirruhu ma yarahu yasnau, wayusirruhu, na kumfurahisha yale yakiyaona anayafanya. Walithamani sanawatin wa shahrain wa 10 ayamin min umrihi, alipofikia umri wa miaka 8 na miezi 2 na siku 10 ya umri wake, tuwufia jadduhu Abdul Muttalib bi Makkah, babu yake kafa. Nakwenda sawa? Walithamani sanawati wa shahrain wa 10 ayamin min umrihi sallallahu alayhi wa sallam, tuwufia jadduhu Abdul Muttalib bi Makkah, kafa babu yake pale Makkah. Lakini babu yake kabla ya kufa sikaumwa, akaagiza waraa qabla wafatihi an yahada bikafalati hafidhihi ila ammihi Abi Talib shaqiqi abihi, akaona aagize kwamba bwana, mimi nikifa, wewe Abu Talib ambaye ni ammi wa Mtume, huyu mlee huyu Mtume na umri wa miaka mingapi hapo? Analelewa na ammi yake, anaanza kulelewa na ammi yake, ana umri wa miaka 8, akalelewa na ammi yake Abu Talib. Huyu Abu Talib ndiye baba yake Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha. Na huyu naye ikafikia muda kafa, na mwaka huo kafa mkewe Khadija, akafa nani. Lakini hawa wamekufa baada ya Mtume kupewa utume, kisha fikia umri wa miaka 40 Mtume akapewa utume na Mwenyezi Mungu, alafu ikatokea kifo cha hawa wawili, mkewe na ammi yake. Mwaka ule ndio ulijulikana kuwa ni Aamul Huzni, mwaka wa huzuni. Unaelewa vizuri eh? Kwa hiyo bali sauti yako nzuri, sauti yako nzuri.